wanaume kwa kwamba mtu akinyonywa mwanamke akinyonywa matiti inapunguza hatari ya yeye kuambukizwa kupata ugonjwa wa saratani. Basi si kunyonywa huku wanapokuzungumzia watu kwenye mitandao ya kijamii, lakini kunyonywa hasa ambako kunazungumziwa na sayansi ya tiba ambayo imefanyiwa utafiti na ikahakikishwa kitaalam ni kwa mama ambaye anajifungua kichanga kunyonyesha mtoto wake kwa miezi zaidi ya 12, yani si chini ya mwaka mmoja. Imeonekana kitaalam kwamba ukinyonyesha kwa miezi 12 zaidi unapunguza kiwango cha kuambukizwa ugonjwa wa saratani ya matiti kwa asilimia takriban 64. Kwa hivyo hiyo ndio sayansi, lakini hii ya kusema kwamba nimeona hata sasa imetumiwa kwamba eti kuna wakati itafika wanawake watakuwa wanawalipa wanaume ili wanyonye matiti. Huo ni uzushi na unapaswa kupuuzwa, na sijui anayesambaza habari hizo ana nia gani, anajua mwenyewe lengo lake. Lakini sayansi ambayo tunaifahamu sisi wataalamu tiba ya afya ni hiyo ya mama kunyonyesha watoto wao kwa kipindi kinachozidi miezi 12, na hii ina uhusiano na hormone fulani inaitwa estrogen, na ni hormone hiyo ambayo inasababisha mama baada ya kujifungua asishike mimba haraka, kwamba kama atamnyonyesha mtoto kwa kipindi cha miezi 6-7 hatoanza kuingia kwenye siku zake na kuwa tayari hatuzalisha mayai na maana yake hataweza kushika mimba. Sasa estrogen imeonekana kwamba hii hormone inayoitwa estrogen imeonekana kwamba huwa inaongeza hatari ya mtu kuambukizwa saratani ya matiti na saratani ya mayai, ovarian cancer. Sasa kama mtu akinyonyesha kwa muda mrefu, kiwango cha estrogen kinakuwa kimepungua kwenye mwili wake kwa asilimia kadhaa, na kwa maana hiyo anapunguza riski, yani hatari ya kuweza kupata saratani ya matiti na saratani ya mayai ya mwanamke. Na hiyo ndio sayansi iliyopo.